Kila siku, maelfu ya watoto nchini Tanzania huvuka barabara kwenda na kurudi shuleni. Lakini kwa baadhi yao, safari hiyo ya kila siku imeendelea kuwa hatari kutokana na changamoto za miundombinu ya usalama barabarani. Katika jitihada za kulinda maisha ya watoto hawa, Road Safety Ambassadors of Tanzania, RSA Tanzania, imefanya ziara maalum katika shule za msingi Uzuri na Kilimani zilizopo kata ya Manzese, wilaya ya Kinondoni. Ziara hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa kampeni ya Commit to Act 2026 inayolenga kuimarisha usalama wa watumiaji wa barabara, hususan watoto wa shule. Timu ya RSA Tanzania ikiongozwa na mkurugenzi msaidizi wa elimu, habari na mawasiliano Ramadhani Msangi pamoja na afisa tawala Irene Mselem iliungana na viongozi wa serikali za mitaa, kamati ya usalama barabarani ya mkoa wa kipolisi wa Kinondoni na maafisa wa kikosi cha usalama barabarani kutoa elimu kwa wanafunzi na walimu. Kwamba kuna aina fulani za vivuko ambazo watembea kwa miguu wanatakiwa kuvuka wanapotumia barabara. Sawa? Nataka tuanze kujitaja. Ya kwanza, katika kundi la watumia barabara kuna kundi la watembea kwa miguu. Si ndio? Sasa hao watembea kwa miguu wanapotaka kuvuka barabara wanapaswa kuvuka kwenye maeneo gani? Mtu wa kwanza ametaja sehemu nyingine ambayo ni sahihi. Katika mafunzo hayo, wanafunzi walijifunza namna sahihi ya kutumia barabara, kuvuka kwa usalama na kutambua alama muhimu za usalama barabarani. Mbali na elimu hiyo, RSA Tanzania iligawa fimbo maalum za kuvushia watoto barabarani maarufu kama Junior Patrol Sticks. Wanafunzi walipatiwa pia mafunzo ya vitendo kuhusu matumizi sahihi ya vifaa hivyo. Hii barabara imejengwa lakini matoto yake hayaruhusu kwa sababu kupita kama ile pale halina alama ya barabarani kuonyesha kwamba hapa mtoto anatakiwa avuke au anatakiwa apunguze mwendo wakati anapitisha chombo chake cha usafiri. Sasa hii inahatarisha usalama wa wanafunzi wetu kwamba anapopita anajua ni sehemu ya zebra, kumbe alama zile hazionekani, mwanafunzi anapopita anahatarisha maisha yake. Na hii sio ikitokea kuna wanafunzi huwa wanagongwa hapa, hasa watu wa bodaboda. Vijana wa bodaboda wanapopita hapa, unaweza kumsimamisha au kukuta magari yamesimama lakini akalazimishwa kuvuka na hiyo kuhatarisha usalama wa wanafunzi wetu. Hii ni changamoto ambayo inakumba wanafunzi wetu na sio wanafunzi tu, hata watu wazima wanapopita hapa ni changamoto pia. Kwa tunaomba serikali kuwashinikiza TARURA waje kutuwekea alama katika eneo hili hapa ili liwe salama zaidi kwa watoto wanapovuka barabara na hata wanatembea kwa miguu pia. Tunaomba hilo zoezi lifanyike kwa umakini ili kuweza kuokoa maisha ya wanafunzi wetu kwa sababu tuna wanafunzi hapa chekechea, tuna wanafunzi wenye mahitaji maalum. Sasa hawa wote wanahitaji usalama katika kuvuka kwenye hii barabara. Tunaomba serikali wakishirikiana na TARURA waweze kutufanyia marekebisho ya matuta yale ya rasta yale ili kwa ajili ya kupunguza mwendo kwa hivi vyombo vya usafiri vinavyopita ili tuweze kuwa salama zaidi na wanafunzi wetu. Walimu wanasema hatua hiyo imekuja wakati muafaka. Shule hizi zinahudumia idadi kubwa ya wanafunzi wakiwemo watoto wa chekechea na wenye mahitaji maalum. Hivyo, uwepo wa mazingira salama ya kufika na kuondoka shuleni ni jambo muhimu kwa maendeleo na ustawi wao. Hata hivyo, pamoja na juhudi hizi, changamoto za miundombinu ya usalama barabarani bado zinaendelea kuwepo. Miongoni mwa changamoto hizo ni zebra crossings zilizofutika, matuta yasiyoonekana vizuri, pamoja na ukosefu wa taa za kuwasaidia wanafunzi kuvuka barabara kwa usalama. Na shule ninazozimiliki ndani ya mtaa wangu ziko mbili kati ya Kilimani na Uzuri. Hizi shule zote ziko na takriban za wanafunzi zaidi ya 1000 na kuendelea. Kwa kweli kwanza nawashukuru ndugu zangu TARURA kwa kuniwekea matuta. Lakini matuta yale niliowekewa zebra zote zimeshafutika. Na kama zebra zimefutika na changamoto iliyokuwa kubwa ndani ya mtaa hii ipo shule yetu ipo karibu na barabara kubwa, si ndogo hii. Ni barabara kubwa. Na kama barabara kubwa tukiangalia
Kwanza hatuna taa za kusema kuvuka wanafunzi. Zebra zenyewe zimefutika. Nilikuwa naomba serikali kuu inisaidie kutengeneza taa. Ukiangalia kama kuna shule, kuna eneo pale barabara ya Tipi ishaua mwanafunzi wa darasa la 3. Ukiangalia hapo kati hapo kwenye tuta kuna mwanafunzi kashakufa naye mwaka jana, kwa sababu unapoangalia yale matuta yako mbali kwa mbali. Alafu ukiangalia, tunapoangalia zebra kama zinavyofutika, usalama tunapotoa ili darasa, watoto hawezi kuona zebra sehemu gani ili wanahifadhi tuta tu. Na kama tuta lenyewe nilikuwa naomba niongezewe nipate hata rasta 2 kwa usalama huu watoto. Na hili somo mlokuja kulileta leo kwa siku ya leo, kwa kweli mimi limeniingia moyoni. Naomba mtembee sasa Tanzania nzima kwa upana ushauri huu. Tusiishie hapa. Kwa sababu hata shule hii imeshakuwa chanzo, watoto wanapata elimu. Wamejibu maswali hata mimi mwenyewe mwenyekiti mengine simeshindwa kuyajiwa. Nimejifundisha hapa leo, nimejifundisha na utu uzima wangu na namiliki gari, lakini sijajua hivyo vitu kama hivyo. Kwa mujibu wa viongozi wa eneo hilo, mazingira haya yameendelea kuwa chanzo cha hatari kwa wanafunzi na watembea kwa miguu. Wanasema hatua zaidi zinahitajika ili kuhakikisha usalama wa watoto unaimarishwa. Kwa upande wa madereva wa bodaboda, hali hiyo imekuwa ikiwalazimu wakati mwingine kusimamisha shughuli zao za kila siku ili kuwasaidia wanafunzi kuvuka barabara. Wanasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa taa za kuongozea magari na watembea kwa miguu, pamoja na uwepo wa askari wa usalama barabarani katika eneo hilo. Eneo hili lina shule kadhaa, zahanati, nyumba za ibada, pamoja na uwanja wa michezo. Hivyo, ni eneo lenye mwingiliano mkubwa wa watumiaji wa barabara na linahitaji hatua za ziada za usalama. Tunazungumzia swala la usalama wa watoto, hasa wanafunzi na watu wazima wanapovuka eneo hili. Usalama umekuwa mdogo. Usalama umekuwa mdogo kwa sababu hakuna viashiria vinavyoonyesha madereva wanaoendesha vyombo vya moto kwamba wakifika hapa wanatakiwa wapunguze mwendo kwa ajili ya kuangalia usalama wa watu wengine na usalama wao pia, jambo ambalo linatupa shida kidogo sisi kama madereva. Muda mwingine tunalazimika kuacha kazi zetu, tunafanya kazi ya kuvusha wanafunzi, ili hadi tulikuwa tunatakiwa kipindi hicho cha kuvusha wanafunzi kwa tunatafuta riziki, lakini kwa sababu namna hatuna, tumejikuta tunajitolea kwenye jambo hili. Lakini ile eneo tumepiga kelele muda mrefu sana kwamba palikuwa panahitajika taa. Vimekuja vyombo mbalimbali vya habari vinachukua picha eneo hili, wanijitahidi kupiga kelele, lakini hatujajua kwa nini imeshindikana kuwekwa taa. Unaweza ukaweka rasta, wengine wanasikitika, lakini naamini ilikuwa kwa tuta kubwa, uwezekano wa kukimbia mtu unakuwa yani hana jinsi, lazima kupunguze mwendo aweze kupanda wakati anapanda, maanake naye anakuwa makini kuangalia pande zote 4 za barabara. Lakini jambo lingine, barabara ni changamoto ya foleni. Sasa hivi umekuja hapa foleni hakuna, lakini hapa ikitokea dakika moja wakawa na itilafu, wanaweza pakachukua masaa 2 kuiondoa foleni. Bahati mbaya eneo lenyewe lina pia askari, kwa hiyo mpaka askari akifika hapo nakuta tayari na sisi tushaacha kazi zetu, tunaingia tena kufanya kazi zao za kuwasaidia kutoa foleni. Kwa hiyo pia yote tulikuwa tunaangalia. Kwa hiyo tulichokuwa tunakiomba, kama kuna uwezekano wa maeneo yote manne kuwekwa matuta makali yawekwe kwa ajili ya kuwafanya watu wapunguze mwendo, lakini pia matuta yasiwekwe mbali, yawekwe karibu na eneo la makutano. Ukiweka mbali mtu akishalipanda, kwa mfano tunazungumza rasta, pale pana rasta chini. Sasa umbali wa kutoka kwenye rasta kuja hapa ni hatua. Mtu pale anaweza kutoka gia namba 1 kwa madereva wa bodaboda vichaa mpaka hapa 5 kashamaliza na anavuka bila kuangalia. Lakini rasta ingekuwa labda hapa au kungekuwa na tuta kali, maana akifika baba lazima kwanza kutoka. Tunakiomba kama kuna uwezekano wa kuweka matuta makali yawekwe kwa ajili ya kutusaidia, lakini pia kama kulikuwa na uwezekano kwa maaskari na kuja kwenda hata kibaka kwamba ile eneo lilivyo, askari atakuwa awepo hapa full time, kwa sababu neno hapa kiukweli haliwezi kumaliza siku 2 bila ajali. Viongozi wa serikali za mitaa wameipongeza RSA Tanzania kwa kufika katika eneo hilo na kutoa elimu ambayo inaendelea kuongeza uelewa wa jamii kuhusu usalama barabarani. Kwa hiyo niko hapa, elimu inaendelea
ya watoto kuvuka barabarani, jinsi ya kujilinda na usalama barabarani. Kwa hiyo ni jambo zuri. Nashukuru kwa hivi vitengo vinavyokuja humu kuwafundisha watoto, maana shule zetu zinazungukwa na barabara ambazo masaa 24 zinatumika. Kwa hiyo nawashukuru sana kitengo hiki kwa leo kuja mtaa kwetu kuja kuwapa elimu hii, nikiwa mimi kama serikali hapo inapoanza, naendelea kuipongeza serikali kwa jitihada hizi ambazo zinaendelea. Ila tupo na wenye viti wa mtaa, walimu pamoja na watoto wote kwa pamoja tunapata elimu, kwa sababu unajua elimu haina mwisho. Unaweza kuona hapa walimu wanapatiwa watoto, lakini pia hata mimi najifunza kupitia haya mambo, kwamba kuna makundi mangapi ambao wanatumia barabara, lakini pia kuna sehemu gani ambazo natakiwa mimi nivuke. Sawa, Kwa hiyo yote kwa yote tunapata elimu leo hapa. Nawashukuru sana. Aidha, Jeshi la Polisi kupitia kikosi cha usalama barabarani limeahidi kuendelea kutoa elimu kwa wanafunzi ili kujenga kizazi kinachotambua na kuzingatia kanuni za usalama barabarani. Usalama wa watoto barabarani ni jukumu la kila mmoja wetu. Ni jukumu la wazazi, walimu, viongozi wa jamii, vyombo vya dola na watumiaji wote wa barabara. Kupitia kampeni ya Commit to Act 2026, RSA Tanzania inaendelea kuhamasisha hatua za vitendo zinazolenga kupunguza ajali na kulinda maisha ya watumiaji wa barabara. Kwa sababu kila mtoto anastahili kufika shuleni salama na kurejea nyumbani salama. Makala hii imeandaliwa na Ramadhani Msangi